Jeshi la IDF limesema limekamilisha wimbi la mashambulizi dhidi ya Tehran. Jeshi la ulinzi la Israel Defense Forces IDF limesema limefanya mashambulizi makubwa na mashambulizi mengine dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa katika jiji la Tehran, likilenga vituo vya muda vya uongozi na maeneo ya uzalishaji wa silaha. Kulingana na IDF, utawala wa Iran ulikuwa umehamisha baadhi ya vituo vya uongozi kwenda kwenye vitengo vya simu baada ya maeneo ya awali kushambuliwa. Sasa inasema baadhi ya vituo hivyo vimeharibiwa vibaya. Pia jeshi la IDF limesema kuwa makamanda waliokuwa wakifanya kazi katika makao hayo walilengwa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo wanajeshi wa IDF wamefanya ni kuhakikisha wanashambulia kila mahali ambapo kutokana na ujasusi wamekuja kugundua kwamba wapo wanajeshi wa Iran. Iran imekuwa ikilengwa na majeshi ya Marekani pamoja na Israel kwa wakati mmoja, na ni jambo ambalo wakati huu Marekani na Israel zinaamini jeshi la nchi hiyo limedhoofika vibaya. Jeshi hilo la IDF lilitoa taarifa yake wiki iliyopita likisema kwamba moja kati ya jambo kubwa ambalo wanataka kulifanya ni kuhakikisha mfumo wa utawala wa taifa hilo unaanguka kabisa, lakini pia kuhakikisha wanaharibu mifumo ya makombora ya masafa marefu. Kupitia Luteni Jenerali Eyal Zamir, lakini pia na hata msemaji wa jeshi la IDF waliwahi kuzungumza wiki iliyopita wakisema kwamba moja kati ya mipango ya IDF kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanaharibu mifumo yote ya ulinzi wa anga nchini Iran, kadhalika wanaharibu makombora kwa 90% ndani ya wiki chache zijazo. Mpaka sasa IDF inaamini imeharibu karibia 70% ya makombora ya masafa marefu ya Iran, licha ya kwamba wa Iran wanajisifu kusema kwamba hakuna lolote ambalo limefanywa na Iran katika kuharibu makombora yao, na ndio maana wanaendeleza mashambulizi mazito dhidi ya Israel, lakini pia na maeneo ya nchi za Ghuba ambayo Marekani imehifadhi mali zake, kadhalika na kambi zake za kijeshi. Hata hivyo, wakati huu ni wakati ambapo Mashariki ya Kati bado haikaliki kutokana na mashambulizi makubwa yanayoendelea kufanywa na pande zote mbili. Israel imefanya mashambulizi makubwa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na inaendelea na mashambulizi hayo kwa kutumia ndege za hatari za kivita, kadhalika na makombora ya hali ya juu katika operesheni yake ya Rising Lion, kadhalika na mashambulizi yanayofanywa na Marekani katika taifa hilo la Kiajemi kupitia mashambulizi ya angani, lakini pia na ya baharini. Lakini pia ni Marekani ambayo inapanga wakati huu kuingiza wanajeshi wa ardhini kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji wa The World News, wakati huu vita vimezidi kupamba moto katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku Marekani ikitafuta siku chache ama wiki kadhaa, licha ya kwamba haikuhitaji miezi mingi ya kumaliza vita hivyo. Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, aliweka wazi alipoulizwa na waandishi wa habari ni lini ambapo Marekani itamaliza vita hivyo, akisema kwamba ni wiki kadhaa zijazo wataweza kumaliza vita hivyo, licha ya kwamba Rais Donald Trump aliweka hadharani kwamba wameshamaliza vita, na hii pia ni kauli iliyozungumzwa na viongozi nchini Israel kwamba wameshamaliza vita nchini Iran, wanachosubiri tu ni kuhakikisha wanauangusha utawala wa taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World.